Bana, twende sokoni. Umeonaje leo tulivyotembea? Bwana, kwanza nimeshangaa. Nilikuwa sijui South Africa, naonyeshaga tu kule mjini lakini mimi nilikuwa bado sana kwa kweli. Ndio. Cheki kwa hii hali mzee, mimi yaani unajua kama movie ujue. Cheki mazingira haya. Ya bwana, hii South Africa Nadhani hii twende sokoni, wengi mtaijua South Africa na wengi pia mtaona kinachoendelea South Africa. South Africa kweli watu wanaishi. Ndio. Watu wanafanya maisha huko na sio South Africa ile ya wapi pale nazunguka naonyesha wauni. I say kuna bwana kiongozi, twende bado tunamalizia, twende sokoni, bado tujamalizia. Twende sokoni, twende moja kwa moja. Ndugu yangu upotee, uko na mimi. Okay. Sema kiongozi kikubwa. Endelea kunipa mwongozo bwana, watu waendelee kujua pia, kwa sababu ninapozidi kujua na watu pia wanazidi kuona mji na kujua kinachoendelea hapo. Unazungumzia vipi watu ambao wanahitaji vitu original kutoka South Africa? Kwanza lazima wafuatilie. Ndio. Si wanakurupuka tu kwamba South Africa si nini. Lazima umoja, yani kwa sababu vitu vingi viko mtandaoni, si ndio? Ndio. Na kikubwa zaidi kuna nafasi ya kufuatilia kitu ambacho tunakihitaji. Original ni kipi, fake ni kipi, si ndio? Ila kwa mimi nilivyoona hapa South Africa, hakuna kitu chenye ubora kama kitu cha South Africa. Wewe binafsi unawaambia nini? Kwa sababu mimi I say mimi bwana, mimi cha kusema ndugu yangu. Mimi nataka nikusupport wewe kama nilivyokuahidi kukusupport. Nitakuonesha njia hii au nakwenda njia hii. Kukuonesha vitu hivi sahihi ambavyo vitu hivi sio sahihi. Sisi tunakuja kuangalia ubora na quality. Bwana pia nataka nikutembeze South Africa yone. Sio kila siku kwa mjini. Hii ndio Johannesburg. Yaani Johannesburg unavyoiona hiyo. Unaweza kusema hapa ni London, sio London. Hapa ni Johannesburg. Hapa kilomita kama 3-4 kufika hapa kutoka Johannesburg town. Sehemu hii. Pia sehemu hii wadau tuambie watu wanatoka Tanzania hapa atakuta sehemu ya kukaa. Kuna mahoteli, kuna ma-restaurant ya kula kila kitu, shopping center huko ndani. Mtu anaweza kutoka airport tukampokea tukamtafutia hoteli hapa kakaa hapa, akatafuta bidhaa yake anayetaka mpaka kaipata, anaondoka Tanzania. Yaani usiwe na wasiwasi, kwa sababu saizi ukihitaji kuja South Africa hujui utafikia wapi, hujui utapata vipi hoteli. Bwana, cha msingi ni kutucheki sisi. Kucheki sisi, tunakuchukua tu, yani tunakuchukua na kuleta sehemu husika. Unatuambia tukupeleke wapi, tukuzungushe wapi, unataka kwenda wapi. Msafiri kama kawaida tunaendelea usafiri upo wa kumchukua airport na kupeleka. Tunaendelea bwana, tunapotaka tukupeleke, tunakupeleka. Sisi tunadili na vitu original kutoka South Africa. Twende sokoni na South Africa. Ciao. Twende sokoni. Action. Bana, leo tumezurura kuangalia tu vitu vidogo magari tu madogo tumeangalia tu, yani vitu vidogo. Na pia tunafanya interview humu mtaani, tuoneshe mazingira. South Africa ikoje, au mtu akija kutembelea South Africa atutafute sisi, tutamtembeza aone South Africa ikoje, sehemu mzuri na sehemu mbaya. Tutampeleka hadi Masoweto huko, tutampeleka kama huko Masantoni, tutampeleka sehemu zote ambazo anataka kuja kuziona. Tunamnanio. Hii ni sehemu tu ndogo ambayo tunaonesha, ambayo hapa panaitwaje? Hapa tutatajia sehemu gani? Tutatajia sehemu gani, lakini kikubwa zaidi endelea kutufuatilia kwenye hii page yetu sisi. Twende sokoni na South Africa. Kipindi cha leo twende sokoni, atuishie hapa. Kila siku tutakuwa tunaonesha sehemu ambazo mtu atakuja kutalii South Africa, tutamleta au vibaya. Accommodation tutapata kutoka kwetu. Msisahau kutuma comment ambazo zitatupa maelekezo zaidi ya kwamba sisi mnataka nini kwa sasa, ndio? Kabisa. Kabisa. Bana, leo tutaonesha vitu vidogo ambavyo tumevifanya au bwana, lakini kesho na kesho kutwa na muendelevu tutafanyaje? Tutaendelea na zaidi au. Msikose kuangalia katika peji zetu zile za Instagram, Facebook, na pale YouTube channel yetu pale, aende kwa subscribe Msizo Online TV, watapata full interview ambayo sisi tumefanya kwa leo Jumatatu. Tumesema Jumatatu tunafanyaje? Tunakwenda sokoni. Tumeanzia leo kwa magari expensive. Kesho tutakwenda na magari ya kawaida, na ni nyinyi tu mnachohitaji. Sasa watuambie vitu gani wanahitaji. Sisi tupo kwa ajili yao, twende sokoni. Sisi tuko kwa ajili yao. Sisi tuko kwa ajili yenu tu. Asema ndugu yangu. Hapo mimi nimekuelewa. Lakini unaona kama ndugu yangu umechanganyikiwa sana bwana hivi vitu bwana. Kwanza mimi nashangaa. Wewe umeshaiona Rolls Royce. Ndio mara kwanza naiona leo. Ndio mara kwanza umeona leo. Kwani sichanganyikiwe. Bwana tuko pamoja. Tuko pamoja na hii ndio sehemu ambayo ya kuenjoy. Kitaka mtu wote kutoka Tanzania tuje aone mazingira mazuri, restaurant mzuri au hoteli mzuri. Waoneshe hoteli kule. Unaona zile? Show them hotel there. Muona hoteli kule. Zile hoteli kule kote hoteli. Angalia huku. Hii sehemu ambayo ya kujidai. Mtu atakayekuja kutoka Tanzania namleta hapa aje enjoy, afurahi. Au vipi bwana? Twende tuone mazingira huko. Muona mazingira yote haya.
Mtu mwingine kwamba South Africa sio mbaya, hajatembea wito. Unasemaje? Hapo unakuwa bado. Hapo ni kilomita 3 tu kutoka mjini, mtu hajaje kufika tangu akae South Africa sehemu kama hii. Umeona? Hichi ni kijiji unajua Kijiji kanajitegemea. Yaani kijiji ambacho kinajitegemea, kina restaurant, kina kila kitu, mabenki, kuna si ukitaka kufanya shopping si humu ndani. Humu ndani kuna kila kitu ndugu yangu. Usichanganikiwe na hapa ndo tumeanza Jumatatu. Naona usichanganikiwa. Bwana leo tuishie hapa bwana. Tuishie hapa chao. Kesho tuko pamoja.